ETV Africa News at this hour. Okay, habari zenu sikia leo. Kwa majina naitwa Morris Odor Ombambo. Mimi ni katibu mkuu wa chama cha kutetea wafanyikazi wa matatu, yani Matatu Workers Union, chama ambacho kilisajiliwa mnamo mwaka 2014. Leo hii tumefika hapa katika Solidarity Center, chumba sehemu ya mkutano ambapo inaleta pamoja wafanyikazi wote ambao wanashughulika katika kujenga uchumi wa nchi ya Kenya, pamoja na wale wote ambao wanashughulika katika kuhakikisha kwamba wale services ambazo wananchi wanahitaji zinapatikana. Kwa hivyo sisi kama wafanyikazi wa matatu tumefurahi kwanza kujumuika pamoja na ndugu Francis Atwoli na kamati yake na makatibu wakuu wengine ambao wamefika hapa ili tuweze kujumuika pamoja, ili tuweze kuangalia kwa undani yale mambo ambayo yanahusu wafanyikazi. Na kwa sema kweli sisi kama wafanyikazi wa matatu tumefurahi kwa sababu ya kupewa ile recognition ya kutambuliwa na katibu, na kwamba kuendelea mbele tutahakikisha kwamba tunashirikiana pamoja na katibu na kuhakikisha kwamba chama cha wafanyikazi wa matatu pia kinatambulika na pia kinajulikana, kwa sababu industry ya matatu ndio inasukuma uchumi wa nchi ya Kenya. Wale watu wote ambao wanakuja kazini, wale wanaenda katika industry, wale wote ambao wanaenda katika ofisi za serikali wanatumia matatu. Kwa hivyo sisi kama wafanyikazi wa matatu ni watu wa muhimu sana ambao lazima mambo yote ambayo yanahusu masuala ya wafanyikazi wa matatu yachukuliwe kwa makini na yachukuliwe kwa maanani. Na kwa sababu tumekuja hapa leo, ni mara yetu ya kwanza, mimi nimekuja hapa mara yangu ya kwanza kama katibu mkuu, yale makaribisho ambayo nimepata katika kikao cha leo kimenifurahisha sana, na hii inamaanisha kwamba tutaweka bidii tuweze kuleta wananchi wa members wetu katika union, na tuhakikisha kwamba tunaingia kotu, na tunapoingia kotu tunakuja na numbers zetu. Namba ya matatu Kenya mzima tuko na wafanyikazi zaidi ya 1280. Na ni wafanyikazi wengi sana. Na ukipata wafanyikazi hawa kwa njia moja ama nyingine hawahusishwi katika mambo ya trade unionism, hawahusiki katika mambo ya masuala ya wafanyikazi. Lakini leo hii tumegundua ya kwamba tukifuata njia ambayo inahitajika, mambo yetu ya wafanyikazi itachukuliwa makini, na tutahakikisha kwamba tunasukuma gurudumu la wafanyikazi katika sekta zote za uchumi wa nchi ya Kenya. Tuliona mara nyingi sana nyinyi kama watu wa matatu huwa mnafanya maandamano. Inamaanisha kwamba kutoka kitambo mlikuwa mjajoin hii kwa upande wa kotu, ama mlikuwa mnajisimamia wenyewe kama matatu? Ukweli ni kwamba sisi tulikuwa hatujakuwa tumeingia katika kotu, na wakati wowote ambapo tulikuwa tunapanga mgomo, tulikuwa tunafanya mgomo, tukifanya mgomo tu kivyetu. Tulikuwa tunafanya mgomo kwa kufikira zetu. Na pia hizi migomo zilikuwa zikifanyika, unapata ni kwamba kama ni route moja ambayo inafanya mgomo, unapata route moja inafanya mgomo, ama sehemu moja ya Nairobi kwa mfano inafanya mgomo, lakini ile sehemu nyingine inafanya kazi. Lakini tunapojiunga katika chama cha wafanyikazi wa matatu under one umbrella, tunaposema ya kwamba maslahi ya wafanyikazi wa matatu hayajatiliwa maanani, kwa hivyo sisi kama viongozi na sisi kama wanachama wa matatu tutahakikisha kwamba tunasema wanachama wetu wote waweze kuenda katika mgomo. Sio ule mgomo ambao utafanywa piecemeal ya kwamba leo route fulani na goma, ile route nyingine haigomi. Wakati ambapo tutaitisha mgomo kama wafanyikazi wa matatu, na wale ambao tunaongoza, wale ambao tunaongoza ambao ni madereva, makondakta na wale wanaofanya katika kazi katika SACCOs na companies, tunahakikisha kwamba tunajumuika nao wote na tunatangaza mgomo kwa nia na sauti moja. Nami naitwa Jaramba Moses. Mimi ni dereva wa Route 44 na nimefanya hii kazi ya matatu miaka 35 hivi. Kwa hivyo nimepeleka watu wengi sana Nairobi, na tumepitia mambo mingi sana ya barabara, kwa sababu tunapitananga na mambo mingi kwa barabara. Kwa sababu kitu ya kwanza unapatananga na mambo ya security, inatumizanga sana. Ya pili, kukuliwa na karakarao. Unaona? Tunamangangwa. Kwa hivyo mwenye gari atapata pesa. Unaona? Kwa hivyo ndivyo tunasema sisi madriver
tukishikana tutaelekea mbali sana. Tunajua tutasaidia hii Kenya na uchumi, na watu wa matatu tupatio time ya tuseme watu wa matatu wanarukanga sana kazi. Wanaamkanga saa 10, huyu jamaa anafunga mpaka saa 6 usiku. Unaona huyu mtu anapoa ana relax masaa 4 ya matatu. Na tena saa 10 kesho anaamka hivyo. Kwa hivyo ndio tunaomba sisi vile tumeshikwa hapa, mimi najua tutaendelea mbele, tutaendelea na hii jeshi yetu yote hii yote, unaona tuko wengi. Umesikia tuko milioni ngapi? Tulifika milioni ngapi? Ndio hiyo. Kwa hivyo sisi tukisema leo ni kusimama, hakuna kitu itafanyika kwa hii Kenya. Kwa hivyo tupatiwe heshima. Kwa sababu unajua hata customer anaingia kwa gari asema, nyinyi wewe dereva wewe hauna akili, unatukana lakini huwezi fanya kitu yote. Kwa sababu ukitukana kwa matatu ama ugonge gari ya mtu, kitu ya kwanza complain inakuanga mtu wa matatu, ni mtu wa matatu, watu wa matatu wananga akili. Unaona? Kwa hivyo tunataka tujulikane kwa hii Kenya, hawa ni watu wa aina gani? Si kama wale walikuwa zamani, hawa ni watu wengine wapya, na nataka tuombe siku ya mkutano tarehe 1 twende huko, yes, tupatane sisi wote huko, na tutakuja tukiwa wengi sana. Mabasi zitakuja kazi zimefuatana. Haya.